Je, Tanzania imefika hatua ya kupata maridhiano ya kweli au kila upande unasimama kwenye msimamo wake? Kwa nini Rais Samia Suluhu Hassan ameamua kuharakisha mchakato wa maridhiano na katiba mpya sasa? Na kwa nini Chadema imeendelea kusisitiza kuwa hakuna maridhiano ya kweli bila kuachiwa huru kwa Tundu Antipas Lissu? Haya ni maswali yanayozidi kugawa mitazamo ya kisiasa nchini. Wapo wanaosema kuwa kwa sasa serikali imeonyesha utayari wa dhati, huku wengine wakisisitiza kuwa haki, ukweli na uwajibikaji lazima vitangulie kabla ya mazungumzo yoyote. Je, nani anasema ukweli? Na ni nini hasa kinaendelea nyuma ya pazia la siasa za maridhiano? Katika video hii tunakuletea uchambuzi wa kina wa kauli zote zilizotolewa na viongozi wa vyama vya siasa kuhusu hatua mpya ya maridhiano na katiba mpya, bila kuwasahau Chadema. Mjadala kuhusu maridhiano ya kitaifa na upatikanaji wa katiba mpya umeingia katika hatua mpya baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kufanya kile ambacho wengi walikitafsiri kuwa juhudi za kufungua ukurasa mpya wa siasa za Tanzania. Mnamo Julai 31 mwaka 2026, Rais Samia alikutana na viongozi wa vyama vya siasa nchini katika kikao kilichofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Katika mkutano huo walihudhuria viongozi 18 wa vyama vya siasa, huku Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikiwa hakikushiriki katika mkutano huo. Lakini pamoja na kutokuwepo kwa chama hicho kikuu cha upinzani, mkutano huo ulitoa ujumbe mzito kuhusu mwelekeo wa siasa za Tanzania katika kipindi kijacho. Rais Samia aliweka wazi kuwa serikali yake inaendelea kusimamia ajenda ya maridhiano ya kitaifa pamoja na mchakato wa kupata katiba mpya. Rais Samia hakuzungumzia tu maridhiano, bali pia alitangaza mfumo mpya wa mazungumzo ya kisiasa. Kwa mujibu wa Rais Samia ni kwamba viongozi wa vyama vya siasa watakuwa wakikutana naye mara 3 kila mwaka kujadili maendeleo ya nchi katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi. Rais Samia alieleza kuwa Tanzania ni mali ya Watanzania wote na hakuna mtu wala chama chenye hati miliki ya taifa kiasi cha kufanya kinachotaka bila kuwajibika kwa wengine. Rais Samia pia aligusia suala ambalo limekuwa likisubiriwa kwa hamu kubwa sana. Alisema serikali ipo katika hatua ya mwisho ya kuunda tume ya maridhiano ambayo itaanza kushughulikia masuala yanayohusiana na mchakato wa katiba mpya. Rais Samia akaeleza kuwa pamoja na tume ya rais ya uchunguzi wa jinai inayoongozwa na Jaji Shaban Lila kuendelea na kazi yake, hakuna sababu za kusubiri uchunguzi huo ukamilike ndipo maridhiano yaanze. Kwa mtazamo wake ni kwamba masuala haya mawili yanaweza kwenda sambamba. Kauli hiyo imepokelewa kwa mitazamo tofauti ndani ya vyama vya siasa. Baadhi wameona ni kama hatua ya kihistoria inayopaswa kuungwa mkono. Wengine wameendelea kusisitiza kuwa bado kuna mambo ya msingi yanayopaswa kutekelezwa kabla ya maridhiano kuwa na maana halisi. Baada ya mkutano huo, viongozi wa kisiasa wamekuwa na maoni mbalimbali kuelekea kauli hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tukianza na katibu mkuu wa NLD, Doyo Hassan Doyo amesema hotuba ya Rais Samia inaonyesha wazi kuwa serikali ipo tayari kufanikisha maridhiano pamoja na mchakato wa katiba mpya. Hata hivyo, Doyo amesema changamoto kubwa iliyobaki si serikali kwa sasa, bali ni baadhi ya vyama vya siasa vinavyoweka masharti ambayo yanaweza kuchelewesha mchakato huo. Kwa mtazamo wake, mwanasiasa huyo amesema viongozi wa kisiasa wanapaswa kulegeza misimamo yao ili kuondoa mkwamo unaoendelea. Akizungumzia moja kwa moja Chadema, Doyo amesema Chadema imeweka masharti mengi ikiwemo kutaka mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu aachiwe huru kabla ya kushiriki maridhiano. Kwa mtazamo wake ni kwamba sharti hilo la kuachiwa huru kwa Tundu Antipas Lissu kabla ya kuanza kwa maridhiano kunaweza kuchelewesha juhudi zinazofanyika. Doyo amesema kupitia meza ya mazungumzo hata suala la Tundu Antipas Lissu linaweza kujadiliwa na kupatiwa ufumbuzi. Kiongozi huyo ametoa wito kwa Chadema kuingia kwenye mazungumzo bila kuweka masharti yanayoweza kuchelewesha mchakato huo. Kauli hiyo pia imetolewa na mwenyekiti wa Tanzania Reba Pat. Yeye amesema kwa mtazamo wake, Rais Samia ameonyesha nia ya dhati ya kuleta maridhiano. Kwake yeye haoni kikwazo chochote kikubwa zaidi ya muda. Lakini alipokuwa akitoa maoni yake kuhusiana na Chadema kutokushiriki katika mkutano huo, amesema kususia si jambo jipya kwa Chadema. Kwa mujibu wake, amesema Chadema pia ilisimama nje ya baadhi ya michakato ya kisiasa hapo awali, ikiwemo bunge la katiba mpya. Hivyo anaamini kuwa kutokuwepo kwa Chadema hakupaswi kuzuia vyama vingine kuendelea na mchakato huo wa maridhiano. Lakini kwa upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wao wamekuwa na mtazamo tofauti kabisa. Siku chache baada ya mkutano huo, kama tunakumbuka, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alizungumza na vyombo vya habari na kuweka wazi msimamo wa chama chake. Kwa mujibu
mujibu wa John Mnyika ni kwamba maridhiano ya kweli hayapatikani bila kuachiwa huru kwa mwenyekiti wao, yani Tundu Antipas Lissu. John Mnyika amesema Lissu si kiongozi wa Chadema pekee, bali ni mmoja wa watu wanaowaunganisha Watanzania wengi katika mjadala wa kisiasa wa sasa. Mbali na hilo, John Mnyika alisisitiza kuwa viongozi wa dini wanaoheshimika na kuaminika wanapaswa kupewa nafasi ya kuwa wapatanishi wa ndani kwa kushirikiana na wapatanishi wa kimataifa. Kwa maoni yake, John Mnyika ni kwamba sauti ya viongozi wa dini zina nguvu kubwa katika kujenga amani kuliko sauti za kawaida za kisiasa. Aidha, John Mnyika alisema sintofahamu ya kisiasa inayoendelea kwa sasa si tatizo kati ya Chadema na CCM pekee. Badala yake, amesema sintofahamu ya kisiasa inayoendelea kwa sasa inahusu taifa nzima, lakini msimamo wa Chadema hauishii kwenye suala la Tundu Lissu pekee. Mnyika alisisitiza kwa kusema kuwa chama hicho pia kinataka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 pamoja na matukio yaliyofuata baada ya uchaguzi. Lakini Chadema wamesisitiza kuwa umuhimu wa ukweli, haki na uwajibikaji katika msingi wa maridhiano. Kwa mujibu wake ni kwamba Watanzania wanahitaji katiba mpya itakayojenga taasisi huru, mihimili yenye uhuru na misingi imara ya kidemokrasia. Lakini kwa upande wa ACT Wazalendo, makamu mwenyekiti bara Isiaka Mchinjita amesema chama chake kinaamini kuwa maridhiano ya kweli hayawezi kujengwa bila ukweli na uwazi. Kwa mtazamo wake, ACT Wazalendo ni kwamba hatua ya kwanza inapaswa kuundwa kwa tume huru ya kimataifa kuchunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 na kuwawajibisha wote watakaobainika kuhusika. Kwa hiyo anashauri kuwa serikali iweke wazi hatua zote zitakazochukuliwa kuelekea maridhiano na katiba mpya ili kuongeza imani ya wananchi. Mtazamaji wa Harakati TV, niandikie maoni yako hapa chini kwenye comment section nami nitayasoma. Moja ya maoni mazito na yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kutoka kwa mdau huyu. Yeye anasema maridhiano na katiba mpya ni mambo muhimu yanayopaswa kuharakishwa kwa manufaa ya taifa. Kwa mtazamo wake, anasema hakuna haki inayoweza kupatikana bila mazungumzo. Ndiyo maana ameshauri Chadema iingie kwenye meza ya mazungumzo na kuwasilisha hoja zake huko badala ya kubaki nje ya mchakato. Yeye amesisitiza kuwa siasa za hoja na kuheshimiana ndio zitakazosaidia taifa kusonga mbele. Nini maoni yako mtazamaji wa Harakati TV? Swali langu kubwa ambalo mimi ningetamani unijibu, je, Tanzania inaweza kupata maridhiano bila kushiriki kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema? Nini maoni yako? Je, Tanzania imefika hatua ya kupata maridhiano ya kweli au kila upande unasimama kwenye msimamo wake? Kwa nini Rais Samia Suluhu Hassan ameamua kuharakisha mchakato wa maridhiano na katiba mpya sasa? Na kwa nini Chadema imeendelea kusisitiza kuwa hakuna maridhiano ya kweli bila kuachiwa huru kwa Tundu Antipas Lissu? Haya ni maswali yanayozidi kugawa mitazamo ya kisiasa nchini. Wapo wanaosema kuwa kwa sasa serikali imeonyesha utayari wa dhati, huku wengine wakisisitiza kuwa haki, ukweli na uwajibikaji lazima vitangulie kabla ya mazungumzo yoyote. Je, nani anasema ukweli? Na ni nini hasa kinaendelea nyuma ya pazia la siasa za maridhiano? Katika video hii tunakuletea uchambuzi wa kina wa kauli zote zilizotolewa na viongozi wa vyama vya siasa kuhusu hatua mpya ya maridhiano na katiba mpya, bila kuwasahau Chadema. Mjadala kuhusu maridhiano ya kitaifa na upatikanaji wa katiba mpya umeingia katika hatua mpya baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kufanya kile ambacho wengi walikitafsiri kuwa juhudi za kufungua ukurasa mpya wa siasa za Tanzania. Mnamo Julai 31 mwaka 2026, Rais Samia alikutana na viongozi wa vyama vya siasa nchini katika kikao kilichofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Katika mkutano huo walihudhuria viongozi 18 wa vyama vya siasa, huku chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kikiwa hakikushiriki katika mkutano huo. Lakini pamoja na kutokuwepo kwa chama hicho kikuu cha upinzani, mkutano huo ulitoa ujumbe mzito kuhusu mwelekeo wa siasa za Tanzania katika kipindi kijacho. Rais Samia aliweka wazi kuwa serikali yake inaendelea kusimamia ajenda ya maridhiano ya kitaifa pamoja na mchakato wa kupata katiba mpya. Rais Samia hakuzungumzia tu maridhiano, bali pia alitangaza mfumo mpya wa mazungumzo ya kisiasa. Kwa mujibu wa Rais Samia ni kwamba viongozi wa vyama vya siasa watakuwa wakikutana naye mara 3 kila mwaka kujadili maendeleo ya nchi katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi. Rais Samia alieleza kuwa Tanzania ni mali ya Watanzania wote na hakuna mtu wala chama chenye hatimiliki ya taifa kiasi cha kufanya kinachotaka bila kuwajibika kwa wengine.
Rais Samia pia aligusia suala ambalo limekuwa likisubiriwa kwa hamu kubwa sana. Alisema serikali ipo katika hatua ya mwisho ya kuunda tume ya maridhiano ambayo itaanza kushughulikia masuala yanayohusiana na mchakato wa katiba mpya. Rais Samia akaeleza kuwa pamoja na tume ya rais ya uchunguzi wa jinai inayoongozwa na Jaji Shaban Lila kuendelea na kazi yake, hakuna sababu za kusubiri uchunguzi huo ukamilike ndipo maridhiano yaanze. Kwa mtazamo wake ni kwamba masuala haya mawili yanaweza kwenda sambamba. Kauli hiyo imepokelewa kwa mitazamo tofauti tofauti ndani ya vyama vya siasa. Baadhi wameona ni kama hatua ya kihistoria inayopaswa kuungwa mkono. Wengine wameendelea kusisitiza kuwa bado kuna mambo ya msingi yanayopaswa kutekelezwa kabla ya maridhiano kuwa na maana halisi. Baada ya mkutano huo, viongozi wa kisiasa wamekuwa na maoni mbalimbali kuelekea kauli hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tukianza na katibu mkuu wa NLD Doyo Hassan Doyo amesema hotuba ya Rais Samia inaonyesha wazi kuwa serikali ipo tayari kufanikisha maridhiano pamoja na mchakato wa katiba mpya. Hata hivyo, Doyo amesema changamoto kubwa iliyobaki si serikali kwa sasa, bali ni baadhi ya vyama vya siasa vinavyoweka masharti ambayo yanaweza kuchelewesha mchakato huo. Kwa mtazamo wake, mwanasiasa huyo amesema viongozi wa kisiasa wanapaswa kulegeza misimamo yao ili kuondoa mkwamo unaoendelea. Akizungumzia moja kwa moja Chadema, Doyo amesema Chadema imeweka masharti mengi ikiwemo kutaka mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu aachiwe huru kabla ya kushiriki maridhiano. Kwa mtazamo wake ni kwamba sharti hilo la kuachiwa huru kwa Tundu Antipas Lissu kabla ya kuanza kwa maridhiano kunaweza kuchelewesha juhudi zinazofanyika. Doyo amesema kupitia meza ya mazungumzo hata suala la Tundu Antipas Lissu linaweza kujadiliwa na kupatiwa ufumbuzi. Kiongozi huyo ametoa wito kwa Chadema kuingia kwenye mazungumzo bila kuweka masharti yanayoweza kuchelewesha mchakato huo. Kauli hiyo pia imetolewa na mwenyekiti wa Tanzania Reba Pat. Yeye amesema kwa mtazamo wake, Rais Samia ameonyesha nia ya dhati ya kuleta maridhiano. Kwake yeye haoni kikwazo chochote kikubwa zaidi ya muda. Lakini alipokuwa akitoa maoni yake kuhusiana na Chadema kutokushiriki katika mkutano huo, amesema kususia si jambo jipya kwa Chadema. Kwa mujibu wake, amesema Chadema pia ilisimama nje ya baadhi ya michakato ya kisiasa hapo awali ikiwemo bunge la katiba mpya. Hivyo anaamini kuwa kutokuwepo kwa Chadema hakupaswi kuzuia vyama vingine kuendelea na mchakato huo wa maridhiano. Lakini kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, wao wamekuwa na mtazamo tofauti kabisa. Siku chache baada ya mkutano huo, kama tunakumbuka, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alizungumza na vyombo vya habari na kuweka wazi msimamo wa chama chake. Kwa mujibu wa John Mnyika ni kwamba maridhiano ya kweli hayapatikani bila kuachiwa huru kwa mwenyekiti wao, yani Tundu Antipas Lissu. John Mnyika amesema Lissu si kiongozi wa Chadema pekee, bali ni mmoja wa watu wanaowaunganisha Watanzania wengi katika mjadala wa kisiasa wa sasa. Mbali na hilo, John Mnyika alisisitiza kuwa viongozi wa dini wanaoheshimika na kuaminika wanapaswa kupewa nafasi ya kuwa wapatanishi wa ndani kwa kushirikiana na wapatanishi wa kimataifa. Kwa maoni yake, John Mnyika ni kwamba sauti ya viongozi wa dini zina nguvu kubwa katika kujenga amani kuliko sauti za kawaida za kisiasa. Aidha, John Mnyika alisema sintofahamu ya kisiasa inayoendelea kwa sasa si tatizo kati ya Chadema na CCM pekee. Badala yake, amesema sintofahamu ya kisiasa inayoendelea kwa sasa inahusu taifa nzima, lakini msimamo wa Chadema hauishii kwenye suala la Tundu Lissu pekee. Mnyika alisisitiza kwa kusema kuwa chama hicho pia kinataka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 pamoja na matukio yaliyofuata baada ya uchaguzi. Lakini Chadema wamesisitiza kuwa umuhimu wa ukweli, haki na uwajibikaji katika msingi wa maridhiano. Kwa mujibu wake ni kwamba Watanzania wanahitaji katiba mpya itakayojenga taasisi huru, mihimili yenye uhuru na misingi imara ya kidemokrasia. Lakini kwa upande wa ACT Wazalendo, makamu mwenyekiti bara Isiaka Mchinjita amesema chama chake kinaamini kuwa maridhiano ya kweli hayawezi kujengwa bila ukweli na uwazi. Kwa mtazamo wake, ACT Wazalendo ni kwamba hatua ya kwanza inapaswa kuundwa kwa tume huru ya kimataifa kuchunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 na kuwawajibisha wote watakaobainika kuhusika. Kwa hiyo anashauri kuwa serikali iweke wazi hatua zote zitakazochukuliwa kuelekea maridhiano na katiba mpya ili kuongeza imani ya wananchi. Mtazamaji wa Harakati TV, niandikie maoni yako hapa chini kwenye comment section nami nitayasoma. Moja ya maoni mazito na yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kutoka kwa mdau huyu. Yeye anasema maridhiano na katiba mpya ni mambo muhimu yanayopaswa kuharakishwa kwa manufaa ya taifa.
kitaifa. Kwa mtazamo wake, anasema hakuna haki inayoweza kupatikana bila mazungumzo. Ndiyo maana ameshauri Chadema iingie kwenye meza ya mazungumzo na kuwasilisha hoja zake huko badala ya kubaki nje ya mchakato. Yeye amesisitiza kuwa siasa za hoja na kuheshimiana ndio zitakazosaidia taifa kusonga mbele. Nini maoni yako, mtazamaji wa Harakati TV? Swali langu kubwa ambalo mimi ningetamani unijibu, je, Tanzania inaweza kupata maridhiano bila kushiriki kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Nini maoni yako? Je, Tanzania imefika hatua ya kupata maridhiano ya kweli au kila upande unasimama kwenye msimamo wake? Kwa nini Rais Samia Suluhu Hassan ameamua kuharakisha mchakato wa maridhiano na katiba mpya sasa? Na kwa nini Chadema imeendelea kusisitiza kuwa hakuna maridhiano ya kweli bila kuachiwa huru kwa Tundu Antipas Lissu? Haya ni maswali yanayozidi kugawa mitazamo ya kisiasa nchini. Wapo wanaosema kuwa kwa sasa serikali imeonyesha utayari wa dhati, huku wengine wakisisitiza kuwa haki, ukweli na uwajibikaji lazima vitangulie kabla ya mazungumzo yoyote. Je, nani anasema ukweli? Na ni nini hasa kinaendelea nyuma ya pazia la siasa za maridhiano? Katika video hii tunakuletea uchambuzi wa kina wa kauli zote zilizotolewa na viongozi wa vyama vya siasa kuhusu hatua mpya ya maridhiano na katiba mpya, bila kuwasahau Chadema. Mjadala kuhusu maridhiano ya kitaifa na upatikanaji wa katiba mpya umeingia katika hatua mpya baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kufanya kile ambacho wengi walikitafsiri kuwa juhudi za kufungua ukurasa mpya wa siasa za Tanzania. Mnamo Julai 31 mwaka 2026, Rais Samia alikutana na viongozi wa vyama vya siasa nchini katika kikao kilichofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Katika mkutano huo walihudhuria viongozi 18 wa vyama vya siasa, huku Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikiwa hakikushiriki katika mkutano huo. Lakini pamoja na kutokuwepo kwa chama hicho kikuu cha upinzani, mkutano huo ulitoa ujumbe mzito kuhusu mwelekeo wa siasa za Tanzania katika kipindi kijacho. Rais Samia aliweka wazi kuwa serikali yake inaendelea kusimamia ajenda ya maridhiano ya kitaifa pamoja na mchakato wa kupata katiba mpya. Rais Samia hakuzungumzia tu maridhiano, bali pia alitangaza mfumo mpya wa mazungumzo ya kisiasa. Kwa mujibu wa Rais Samia ni kwamba viongozi wa vyama vya siasa watakuwa wakikutana naye mara 3 kila mwaka kujadili maendeleo ya nchi katika nyanja za kisiasa, kijamii na kiuchumi. Rais Samia alieleza kuwa Tanzania ni mali ya Watanzania wote na hakuna mtu wala chama chenye hati miliki ya taifa kiasi cha kufanya kinachotaka bila kuwajibika kwa wengine. Rais Samia pia aligusia suala ambalo limekuwa likisubiriwa kwa hamu kubwa sana. Alisema serikali ipo katika hatua ya mwisho ya kuunda tume ya maridhiano ambayo itaanza kushughulikia masuala yanayohusiana na mchakato wa katiba mpya. Rais Samia akaeleza kuwa pamoja na tume ya rais ya uchunguzi wa jinai inayoongozwa na Jaji Shaban Lila kuendelea na kazi yake, hakuna sababu za kusubiri uchunguzi huo ukamilike ndipo maridhiano yaanze. Kwa mtazamo wake ni kwamba masuala haya mawili yanaweza kwenda sambamba. Kauli hiyo imepokelewa kwa mitazamo tofauti tofauti ndani ya vyama vya siasa. Baadhi wameona ni kama hatua ya kihistoria inayopaswa kuungwa mkono. Wengine wameendelea kusisitiza kuwa bado kuna mambo ya msingi yanayopaswa kutekelezwa kabla ya maridhiano kuwa na maana halisi. Baada ya mkutano huo, viongozi wa kisiasa wamekuwa na maoni mbalimbali kuelekea kauli hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tukianza na katibu mkuu wa NLD Doyo Hassan Doyo amesema hotuba ya Rais Samia inaonyesha wazi kuwa serikali ipo tayari kufanikisha maridhiano pamoja na mchakato wa katiba mpya. Hata hivyo, Doyo amesema changamoto kubwa iliyobaki si serikali kwa sasa, bali ni baadhi ya vyama vya siasa vinavyoweka masharti ambayo yanaweza kuchelewesha mchakato huo. Kwa mtazamo wake, mwanasiasa huyo amesema viongozi wa kisiasa wanapaswa kulegeza misimamo yao ili kuondoa mkwamo unaoendelea. Akizungumzia moja kwa moja Chadema, Doyo amesema Chadema imeweka masharti mengi ikiwemo kutaka mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu aachiwe huru kabla ya kushiriki maridhiano. Kwa mtazamo wake ni kwamba sharti hilo la kuachiwa huru kwa Tundu Antipas Lissu kabla ya kuanza kwa maridhiano kunaweza kuchelewesha juhudi zinazofanyika. Doyo amesema kupitia meza ya mazungumzo hata suala la Tundu Antipas Lissu linaweza kujadiliwa na kupatiwa ufumbuzi. Kiongozi huyo ametoa wito kwa Chadema
kuingia kwenye mazungumzo bila kuweka masharti yanayoweza kuchelewesha mchakato huo. Kauli hiyo pia imetolewa na mwenyekiti wa Tanzania Reba Pat. Yeye amesema kwa mtazamo wake, Rais Samia ameonyesha nia ya dhati ya kuleta maridhiano. Kwake yeye haoni kikwazo chochote kikubwa zaidi ya muda. Lakini alipokuwa akitoa maoni yake kuhusiana na Chadema kutokushiriki katika mkutano huo, amesema kususia si jambo jipya kwa Chadema. Kwa mujibu wake, amesema Chadema pia ilisimama nje ya baadhi ya michakato ya kisiasa hapo awali, ikiwemo bunge la katiba mpya. Hivyo anaamini kuwa kutokuwepo kwa Chadema hakupaswi kuzuia vyama vingine kuendelea na mchakato huo wa maridhiano. Lakini kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, wao wamekuwa na mtazamo tofauti kabisa. Siku chache baada ya mkutano huo, kama tunakumbuka, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alizungumza na vyombo vya habari na kuweka wazi msimamo wa chama chake. Kwa mujibu wa John Mnyika ni kwamba maridhiano ya kweli hayapatikani bila kuachiwa huru kwa mwenyekiti wao, yani Tundu Antipas Lissu. John Mnyika amesema Lissu si kiongozi wa Chadema pekee, bali ni mmoja wa watu wanaowaunganisha Watanzania wengi katika mjadala wa kisiasa wa sasa. Mbali na hilo, John Mnyika alisisitiza kuwa viongozi wa dini wanaoheshimika na kuaminika wanapaswa kupewa nafasi ya kuwa wapatanishi wa ndani kwa kushirikiana na wapatanishi wa kimataifa. Kwa maoni yake, John Mnyika ni kwamba sauti ya viongozi wa dini zina nguvu kubwa katika kujenga amani kuliko sauti za kawaida za kisiasa. Aidha, John Mnyika alisema sintofahamu ya kisiasa inayoendelea kwa sasa si tatizo kati ya Chadema na CCM pekee. Badala yake, amesema sintofahamu ya kisiasa inayoendelea kwa sasa inahusu taifa nzima, lakini msimamo wa Chadema hauishii kwenye suala la Tundu Lissu pekee. Mnyika alisisitiza kwa kusema kuwa chama hicho pia kinataka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 pamoja na matukio yaliyofuata baada ya uchaguzi. Lakini Chadema wamesisitiza kuwa umuhimu wa ukweli, haki na uwajibikaji katika msingi wa maridhiano. Kwa mujibu wake ni kwamba Watanzania wanahitaji katiba mpya itakayojenga taasisi huru, mihimili yenye uhuru na misingi imara ya kidemokrasia. Lakini kwa upande wa ACT Wazalendo, makamu mwenyekiti bara Isiaka Mchinjita amesema chama chake kinaamini kuwa maridhiano ya kweli hayawezi kujengwa bila ukweli na uwazi. Kwa mtazamo wake, ACT Wazalendo ni kwamba hatua ya kwanza inapaswa kuundwa kwa tume huru ya kimataifa kuchunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 na kuwawajibisha wote watakaobainika kuhusika. Kwa hiyo anashauri kuwa serikali iweke wazi hatua zote zitakazochukuliwa kuelekea maridhiano na katiba mpya ili kuongeza imani ya wananchi.